ilikuwa sikukuu ya vijana wetu wa Adventista. Walikuwa tumewaandalia semina au retraite ambamo tulikuwa tukijifunza fundisho mbalimbali ambazo zinasaidia watu kwa kuishi ndani ya maisha yetu ya vijana. Na tulialika watu hapa katika makanisa zetu 7. Tunakuwa na kanisa 7, tunakuwa kanisa la Muhangi, tunakuwa kanisa la Matiha, tunakuwa kanisa la Buinga, tunakuwa kanisa la Tumbe, tunakuwa pia na kanisa la Matutu, na kunakuwa kanisa ya Malumu. Kwa mwisho tunakuwa na kanisa la Mirinde. Na tunapomaliza hiki kikao, tulikuwa watu wengi, tumefika watu karibia 152, na tunasema asante. Ndani ya hawa watu, miongoni mwa hawa watu ambao wamefika, kumekuwa wa Adventista, kumekuwa vijana wetu wa Adventista na wasichana wa Adventista ambao walifika. Kunakuwa pia na wageni ambao tulialika walitoka nje ya kanisa. Kulikuwa wa Katolika, kulikuwa wa Protestanti, kulikuwa pia na zingine madhehebu ambazo zilifika. Tunashukuru Mungu kwani aliongoza wageni ambao walifika. Pia tunashukuru waliotusaidia kututayarishia chakula. Walituhudumia kupitia chakula wakipana michango yao. Hawa ni washiriki wa bienfaiteur ambao tunawaita wa bienfaiteur katika wilaya. Hatuwasahau wale watu ambao walitoka Utumbe, wa bienfaiteur wetu Bakina Kanywa, Ngali ya Busa, na wengine wanakuwa Papa Kisomo walitusaidia pia. Pastor Kavengulwa walitusaidia. Tunapofika pale Matutu tunaona Gershom Mumber Gershom Talakabuya ambaye alitusaidia pia. Tunapofika hapa Buinga, kanisani Buinga, tulipata wale ambao walitusaidia sana, wazee wa kanisa, mzee Zopa, mzee kama Abu Ibrahim, kunakuwa Paluku Chongo, wale ambao walitusaidia. Kunakuwa pia na pastor wa district, mkubwa wa district, Pastor Kakule Lubao, wale pia wametusaidia vizuri. Ni wabienfaiteur ambao wanakuwa katika kanisa la Buinga. Wale wengine ambao ni wabienfaiteur wametusaidia wanatoka katika kanisa la Matiha. Kunakuwa Pastor Munzombo Set, kunakuwa Kakule Kipura Jean-Fait, kunakuwa Prefect Kabulo Elias, kunakuwa pia na Kambale Reusa. Wale ni wabienfaiteur ambao walitoka katika kanisa la Matiha. Huko Muhangi kulitoka wabienfaiteur wengi ambao walitusaidia pia, hatutawasahau wakina directeur Epe Musitu, hatumsahau pia, na mwalimu ambaye alitusaidia huko hatutamsahau, wanamuita entraîneur wa kwaya la Muhangi Israel kwaya. Tunashukuru makwaya ambazo zimefika. Tulikuwa na makwaya zetu katika wilaya ya Buinga. Kunakuwa kwaya ya Israel toka Muhangi, kunakuwa kwaya ya Maranatha kwaya kutoka kanisani la Buinga, kunakuwa Message de Trois Anges toka kanisa la Matutu, kunakuwa pia na Mcheni Mungu ambao wametoka huko kanisani Utumbe. Hatutawasahau wale ambao walifika leo. Tunasema kabisa mibaraka ilikuwa tele. Tulikuwa na fundisho 3, na hizo zilikuwa teme 3 ambazo tulikuwa tukizisoma. Fundisho ya kwanza au tema ya kwanza ililetwa na pastor, ilikuwa na mzee alikuwa mzee Kiliho. Alitufundisha siri ya kupata unyumba bora, siri ya kupata unyumba bora. Tema ya pili ililetwa na Pastor Munzombo Set ambaye ametoa madhara ya kuoa au kuolewa nje ya kanisa. Madhara ya kuoa au kuolewa nje ya kanisa. Huyo pastor ametufundisha mambo mengi na mazuri tamu tena ambayo yamesaidia vijana wetu
ambao walifika tarehe ya leo ya 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Somo ya 3 ilikuwa ikisema madhara ya uasherati. Vijana wetu wamewafunza namna wamewafunza vizuri madhara ya uasherati. Wametoka hapa wakijua ya kwamba uasherati una madhara nyingi, na yule ambaye alileta hiyo somo anaitwa Pastor Kakule Luvao, akiwa mkubwa wa wilaya ya Buyinga. Sasa mimi ambaye nimekutolea hiyo senteze ya siku ya leo, wananiita Kakule Kikura Jean-Fait, mkubwa au mwongozi wa departement Jia Muzike ndani ya wilaya ya Buyinga. Mimi ni mwongozi katika kanisa la Matiha, nikiongoza departement ya Jia Muzike kwenye wilaya la Buyinga. Ninawashukuru na ninashukuru wote ambao walifika. Pia ninashukuru wale ambao watafuata hii audio au hiyo visual ambao tumeiona au ambao tumeibana leo. Itasaidia, mafundisho haya yatasaidia wengi katika makanisa zetu, na wengi wa ambao hawakufika leo, hawakupata wakati ya kufika. Itasaidia pia wa vijana ambao wanakuwa ndani ya madhehebu zingine. Ninashukuru, asante sana. Bwana ambaye amebana hizo audio tunamuita na visual, tunamuita Entraîneur Kanywa. Ninakushukuru mwalimu.